Je, umewahi kusikia kisa cha kiumbe aliyewahi kuwa miongoni mwa watiifu zaidi, akapaa mpaka akawa karibu na malaika, lakini kwa neno moja la kiburi akaporomoka na kuwa adui wa milele wa wanadamu? Hii si hadithi ya kufikirika, ni simulizi ya kweli yenye mafunzo mazito, simulizi ya Ibilisi alayhi laana, kiumbe wa moto aliyeshindwa na nafsi yake mwenyewe. Tulia, sikiliza kwa makini, kwa sababu ndani ya kisa hiki unaweza kujiona wewe mwenyewe bila hata kutarajia. Mimi ni Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu sote. Hii si simulizi ya kawaida, ni kisa cha kiumbe aliyepaa juu kwa ibada lakini akaanguka kwa kiburi. Ni hadithi ya Ibilisi aliyekuwa karibu na malaika, akawa adui wa milele wa mwanadamu. Ibilisi hakuwa malaika, la hasha, alikuwa ni katika majini, viumbe walioumbwa kwa moto usio na moshi, moto unaowaka, unaorukaruka, wenye joto kali. Humo ndipo alipotoka. Lakini pamoja na asili yake moto, alipanda daraja kwa ibada, alisujudu, alitii, alinyenyekea kwa Mola wake kwa muda mrefu sana. Wahenga wanasema ukiona wajua ameanguka, ujue kuna kitu kilimvimbisha moyo. Kwa ibada yake hiyo akapandishwa hadi akawa pamoja na malaika, akaingia swafu za wanaomsifu Allah bila kuchoka, lakini moyo wake haukuwa safi kama walivyo malaika. Siku moja Allah akatangaza kwao kwamba anataka kuumba khalifa katika ardhi. Malaika wakashangaa wakasema, je, utaweka humo utakaofanya uharibifu na kumwaga damu? Lakini Allah akajibu, mimi najua msiyoyajua. Kisha Allah akamuumba Adam kwa udongo kwa mikono yake mwenyewe. Adam akawa bado ni mwili tu, hajapulizwa roho. Malaika wakamzunguka wakamtazama kwa mshangao, na Ibilisi pia alikuwa ni mmoja kati ya hao akimwangalia. Lakini tofauti na malaika, Ibilisi hakuona hekima, aliona udhaifu, aliona udongo, akajiona yeye ni bora. Hapo ndipo mbegu ya kiburi ilipoanza kuchipua. Allah alipompuliza Adam roho akawa hai, kisha amri ikatolewa kwao kwamba wote wamsujudie Adam. Malaika wote wakasujudu bila kusita, bila kuuliza, ila Ibilisi alisimama, hakupiga goti, hakunyenyekea. Akasema kwa majivuno, mimi ni bora kuliko yeye. Umeniumba kwa moto na yeye umemuumba kwa udongo. Subhanallah. Kiburi kikamfanya apime uumbaji wa Allah kwa macho yake dhaifu. Chambelecho wahenga, kiburi ni nguo isiyomfaa mja. Hivyo vazi hilo halikumtosha Ibilisi. Allah akamuuliza, ni nini kilichokuzuia kusujudu nilipokuamrisha? Lakini badala ya kutubu, Ibilisi akazidi kujitetea. Hapo ndipo laana ikamshukia, akafukuzwa katika rehema za Allah, akawa ni mwenye kulaniwa mpaka siku ya Kiyama. Lakini bado hakunyenyekea, akaomba muda. Ewe Mola wangu, nipe muda mpaka siku atakapofufuliwa waja. Allah akamjibu, hakika wewe ni katika waliopewa muda. Hapo ndipo Ibilisi akaapa, nitawakalia wanadamu katika njia yako iliyonyooka, nitawajia mbele yao, nyuma yao, kulia kwao na kushoto kwao, na wengi wao hutawakuta kwenye kushukuru. Ibilisi akamwahidi Mwenyezi Mungu ahadi hiyo. Subhanallah. Hii si hadithi ya kubuni msikilizaji, ni vita ya kweli. Allah akamjibu kwa haki kwamba hakika waja wangu wa kweli hutopata uwezo juu yao isipokuwa wale watakao kufuata kwa hiari yao. Yaani Ibilisi hana nguvu ya kulazimisha, anachofanya ni kupamba, kushawishi na kudanganya tu. Ni kama mfanya biashara wa maovu, anauza lakini hanunui kwa niaba yako. Leo hii Ibilisi yupo hai, anaishi, anazunguka, anaongoza jeshi lake la mashetani. Kuna kauli kuwa ana kiti chake juu ya maji na majeshi yake huja kumpa ripoti. Yule aliyefanikisha kuharibu ndoa, aliyepandikiza chuki, aliyemtoa mtu katika ibada, huyo ndiye anayesifiwa zaidi kwake. Wahenga husema shetani hafurahii kidogo, anataka kikubwa. Ibilisi afanye kazi kwa nguvu, anafanya kwa ujanja, na haya ni miongoni mwa mambo ambayo Ibilisi anayapenda sana kwa mwanadamu. Anapenda sana mtu aache swala, ufurahi akiona hivyo. Anapenda sana muone mtu anachelewesha toba, anachekelea akiona hivyo. Anapenda sana mtu ajione bora kuliko wengine, azame katika dhambi bila kujilaumu. Anakushawishi kwa sauti ya ndani akikwambia bado muda ungalipo. Wote wanafanya. Allah ni mwingi wa msamaha, lakini ndani ya hayo anakuvuta polepole. Kama wasemavyo, mwenda pole hajikwai, lakini anayepotoshwa huanguka bila kujua. Hakuna kitu Ibilisi anachokipenda zaidi kwa mwanadamu kuliko kufuru na shirki, kumshirikisha Allah, kiburi, kwa sababu ndicho kilichomwangamiza, kuvunja undugu, kuharibu ndoa, kusambaza fitna na chuki. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanamfurahisha mno. Anafurahia sana pale mtu anapocheka baada ya kufanya dhambi, anapojiona hana hatia, anapoacha kutubu. Hapo ndipo anasema nimempata huyo. Ewe msikilizaji, kisa cha Ibilisi si cha kumlaumu tu, ni kisa cha kujitazama. Alikuwa mcha Mungu akaanguka, alikuwa juu akaporomoka kwa sababu ya kiburi.
Hivyo jilinde na kiburi, jilinde na dhambi, jilinde na ucheleweshaji wa toba. Kumbuka, Ibilisi ni adui yako wa wazi na hatalala mpaka kuona umeanguka. Mwisho wa simulizi hii jiulize, unamfuata nani? Njia ya Adam au njia ya kwake Ibilisi? Hii ni simulizi ya kuamsha nyoyo na kukumbusha kuwa vita ya haki na batil bado inaendelea, na wewe uko pande gani? Na hapo ndipo simulizi yetu inapokoma, lakini onyo lake linaendelea kugonga nyoyo zetu kama kengele ya tahadhari. Ibilisi hakumwangusha mtu kwa nguvu, bali kwa maneno matamu na ahadi hewa. Leo anakunong'oneza kwa upole, kesho anakuvuta kwa nguvu, na mwisho anakutupa kwenye majuto. Usidanganyike na njia iliyopambwa, kwani mara nyingi nyuma pazia lake kuna giza nene lisiloonekana kwa macho ya haraka. Chambelecho wahenga, penye wengi pana mengi, lakini penye shetani pana maangamizi. Basi chagua kwa makini njia yako, kwa sababu kila hatua unayopiga inaandikwa. Kumbuka, hauko peke yako katika safari hii. Ama upo chini ya ulinzi wa Mola wako, au upo kwenye mtego wa adui yako. Shikamana na haki, simama imara katika ibada, na usimpe nafasi yule aliyelaniwa milele. Maana mwisho wa yote si hadithi, bali ni hisabu, na siku hiyo kila mmoja atasimama na alichokichuma. Abdullahi mwana Maalim Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.